mwili wa binadamu. Compatibility kwa Kiswahili sijui vile inaweza sema, ama hata kwa Kijaluo sijui vile inasema, lakini vile jina ambalo inaweza tumia, lakini compatibility inamaanisha vitu kushikana hivi. Ielewane. Yaani dawa ielewane na mwili. Kwa hivyo dawa isipowekwa, hiyo mkae mkijua, dawa isipowekwa akili ya binadamu haitaelewana na mwili ya binadamu. Mwili ya binadamu. Walejomaria tukuli mwen ni mchwa ama white ants kwa Kizungu. Walejomaria tukuli omena. Mimi sijui kwa sababu hatukuli, lakini ninasikia tu kwamba fununu kwamba mwen, origin ya mwen inatoka kwa cells za binadamu ambao walikufa. Na binadamu anapokufa, ko cell ya ubongo ya binadamu haiishi, na hiyo ndio huwa inageuka inakuwa tena mcho, na bado ina struggle kwenda mbinguni. No wonder mwen inashikiwa kwa mwangaza, na wale waliokufia majini wanageuka omena. No wonder omena pia inashikiwa kwa mwangaza. Wale ambao wamewahi kuona mahali omena iko, omena hushikwa mchana, ndio kwa sababu mchana omena huelea katika maji, lakini omena akiwa mchache huwezi mshika. Kwa hivyo areas ambazo omena ni nyingi, mchana wanaweza chota tu mchana kwa jua, lakini omena akishakuwa mchache inabidi watege taa, alafu wote wakuje katika taa hiyo, alafu wachote. Kwa hivyo nilikuwa nawaambia saizi, watafiti wa saizi, watafiti wa kitambo. Watafiti wa kitambo wanakuambia mkule zaidi. Zile vitu zote ambazo mmeambiwa mkule sana na madaktari, mjichunge nazo. Na zile vitu zote ambazo mmeambiwa msitumie na madaktari, mzichunguze. Vitu zingine ni muhimu kwenu. Saa hii tuko kwa dunia ya watu wakora, wanawekea mpaka madawa ambayo inaitwa madawa ya addiction katika vitu kama salad, sukari na unga, ili mnunue bila kuacha. Najua saa hizi hata sukari ikikosekana kwa nyumba ni vita, watoto wanalia, na hata siku hizi mtoto kuna wengine hata wanyonyeshi maisha, wanaanza na sukari. Changanya sukari kidogo kwa maji umuonjeshe. Mtoto anakuwa addicted na sukari. By the time anaenda, na mimi nadhani nilionea hata nyumbani, mtoto analia, ukimpatia chai analia, anasema chai ni moto, kwa sababu haina nini? Haina sukari. Ikiwekwa sukari inapona. Au ya tayari ashakuwa addicted kwa sukari. Alafu mwishowe mkiwa watu wakubwa mnadhani mko addicted kwa majani. Majani haina shida, ni sukari. Na hiyo sukari ni moja ya pingu za utumwa. Yaani lazima tu utumie sukari kwa siku. Hata mimi hutumia, sababu sijaona kitu tamu kuliko sukari. Kwa hivyo mimi nawaomba walejomaria, ninawakumbusha tena, kufunga ni kitu muhimu. Na maombi ya lejomaria inaambatana na kufunga. Hauwezi omba lejomaria kama ufungi mara ngapi? Mara 3 kwa wiki. Hiyo ni sheria. Lakini mnafunga bila kujua. Na wale ambao wafungi mara 3 kwa wiki wanakosa kwa sababu hawaombi. Sheria ya kwanza, kabla hujafanya presidium, unafanya presidium kabla hujafanya nini? Hujakula chochote. Hiyo si ni kufunga? Kwa hivyo ukiamkia kwenda presidium, utaamka kama hujala chochote. Na kama unajua umechelewa, itabidi uende kabla hujaku. Misa ya lejomaria, mimi na assume walejomaria wote ambao wako hapa hawajakunywa chai. Kwa hivyo kulingana na sheria ya lejomaria tunaomba, na watu wa Katharina pia wamechemsha dawa, ili baada ya misa tunaanza ama tuna breakfast na dawa ya Katharina. Lakini hayo mambo hayafanyiki. Nimekuwa kwa makanisa zingine, mtu anakuja kanisani saa 4. Sasa mtu anakuja kanisani saa 4, ukichunguza napata kile kitu ambacho kinawachelewesha, wanafaa wapike chai kwanza ndio kwa sababu
Alafu unapata kuna watu wengine ambao wamechanganyika, mmoja anaomba lejo, mmoja haombi lejo. Sasa hapo kunakuwa na kitu ambacho kinaitwa conflict. Mwenye haombi lejo yeye lazima akunywe chai, na yule ambaye anaomba lejo anasema mimi sikunywi chai. Kwa hivyo kunakuwa na conflict mpaka inafika wakati sasa, ili anywe chai siku ambayo ni ya Sunday, wale watakunywa chai washibe, alafu lunch itacheleweshwa kupanish yule ambaye anaenda yule anaendaga lejo Maria ili arudi kwa laini ya kunywa chai asubuhi. Hayo ni mambo ambayo hufanyika katika majumba. Kuna hata wale wanawake inafika wakati anaamua sasa, leo mtu lazima alale njaa. Mtu lazima alale njaa. Sasa wewe unazubaa, unadhani chakula kipo, kila kitu kipo, unatulia, remote unakuwa busy na remote. Utashangaa leo mambo imegeuka, kumbe kuna kitu kimekoseka, na unajua saa 5 ya usiku hapo inabidi watu walale njaa. Hayo ndiyo mambo mengine ambayo hufanya watu wa Legio Maria hawana amani na wale ambao wanaishi kwa nyumba moja na wale ambao sio wa Legio Maria. Sasa kama ulilala njaa usiku na ilikuwa Saturday, sitabidi uamkie chai asubuhi ndio uende church. Kwa hivyo wakati wa kufunga tunapunguza chakula. Tunashiba mara moja kwa siku, na unashiba after midday, saa 6. Huwezi shiba before saa 6, unashiba after saa 6. Kwa hivyo unaweza amkia kiamsha kinywa kama wa Legio Maria. Kama unajua ufanye kazi ngumu, kazi ya mjengo, usiamke tu ukunywe dawa alafu kule lunch, alafu vumilie mpaka sapa ukule ugali kama kawaida. Bora tu usile nyama na kuku, samaki iko allowed. Kwa hivyo hiyo ndio njia ya kufanya urafiki na Mungu siku 40. Na inasemekana kwamba sasa, hii ni utafiti ambao imefanywa, inasemekana kwamba ukifunga siku 40, ukijaribu sana kufunga iwezekanavyo bila kula chakula, mwili, unajua kuna ile kitu inaitwa kukonda. Kukonda inamaanisha mwili inajikula. Kunona inamaanisha mwili iko na extra food yenye iko stored, na hiyo huwa mafuta, na hiyo mafuta pia inachanganyikaga na useless cells, zile cells ambazo zimeanza kuzeeka, na hizo cells pia huwa mingi hivi na zinachanganyika na cells nzuri. Hizo cells ambazo zimechoka ndio huwa zinaleta uchovu, unyonge na maumivu ya kila saa mwilini na magonjwa ya kila mara. Kwa hivyo wakati unapofunga, hizo cells ambazo zina uchovu kwa mwili ndio utanguliwa kuoshwa, zinatanguliwa kutumika, mwili unajikula. Kwa hivyo hizo cells mbaya ndio zinatanguliwa kukuliwa, mwili unaanza kuwa fresh. Ukifunga siku 2, mjaribu sana, wale ambao wanaweza mfunge hata siku 2 ikiwezekana, lakini ni vizuri kufunga masaa 12 kila siku. Inamaanisha kila saa 1. Jaribu sana usikule kitu hadi kesho saa 1. Ukiwa Mlegio Maria, fuata tu hiyo sheria, linda tu hiyo sheria kula ya kufunga masaa 12. Ukikula saa 1 asubuhi, usile kitu hadi kesho saa 1 asubuhi. Na una control na maombi, sio kufunga tu, kwa sababu asubuhi inafaa uombe alafu kunywe dawa ya Katarina. Afya zetu ama afya zenyu zita improve. Hicho ni kitu ambacho kimesemekana kwamba kinasaidia kuponya wagonjwa, kufunga. Kitu cha pili, kunywa maji ambayo yako na chumvi kwa umbali, sio kunywa tu maji. Lakini msidanganyike. Mnajua pia kuna biashara ya maji. Kila mahali chupa ya maji, kila mahali chupa. Kila friji iko na chupa ya maji.
Sasa mtadanganyika ati kunyweni maji mingi ni mzuri kwa afya yenu. Pia hiyo ni uongo. Maji excess sio mzuri kwa afya yenu. Si mwili wenyewe una control maji. Amka ukunywe kikombe cha maji asubuhi, alafu ngoje saa zile utasikia kiu ya kunywa maji, sio kujinywesha tu maji kila saa. Kwa sababu mimi nakumbuka niliambiwa kwamba maji yakiwa excess kwa mwili yanaleta imbalance kwa mwili wako. Kwa hivyo wewe ngoje usikie kiu. Mambo ya kusema ati jiwekee maji mingi, wachana nayo. Hiyo pia ni biashara. Kuna wale wanaunda mineral water, wanahonga madaktari wawaambie uongo ili mnunue maji yao kwa wingi. Mnunue maji yao kwa wingi. Vile tu Moi alifanya ujanja fulani, watoto wa Moi wakaanza kupewa maziwa ya bure. Sasa hizi watoto wa Moi wamekuwa wazee, ndio wenye wanapenda chai kama nini, wanagombanisha maji ya komti wajakunywa chai. Sasa hii imekuwa biashara. Chai imekuwa biashara sasa. Ile mbegu Moi alipanda, maziwa ya Nyayo. Mtoto anafundishwa kunywa maziwa akiwa class 1. Sijui kama kuna maziwa ya Ruto sasa hivi. Watoto wanakunywa maziwa. Wanakunywa siku hizi ama iliisha? Siku hizi iliisha. Biashara ilishika. Uganda wengine kuna watu ambao hawakunywi chai Uganda kwa sababu hiyo mambo ya maziwa ya Nyayo haikukua. Kwa hivyo hii ilikuwa biashara ya Moi na watu wao ndio walitangulia kufuga ng'ombe ya grade, na walikuwa wanafuga ng'ombe na maziwa haina soko. Kwa hivyo walikuwa wanatengeneza soko ya maziwa. Sasa Mkenya lazima weke maziwa kwa chai. Hata usipoweka maziwa kwa chai lazima watagombana. Hii ilikuwa mbinu ya kufanya biashara. Kwa hivyo pia msidanganywe na madaktari saa hizi. Ati maji mingi. Mjichunge, maji mtakunywa hata hiyo maji kwanza huwa inawekwa chlorine, kitu ya kwanza. Kitu ya pili wanaweka sodium fluoride. Sodium fluoride ni dawa ambayo watu wamedanganywa kwa wingi kwamba inafanya meno kuwa meupe. Na kuna ubaya gani meno ikiwa brown? Hiyo meno ya brown huuma, mimi sijui. Muulize, mkiona mtu ana meno ya brown muulize kama inamuuma. Watu wamedanganywa kwamba everything, kila kitu ambacho ni cheupe ndio kiko sawa. Hapana. Kuna wale watu ambao wako na meno ya brown kwa sababu ya chumvi ambayo iko kwa maji. Chumvi ndio inageuza maji iwe brown, meno iwe brown. Na hiyo chumvi inaitwa iodine. Hata hapa Narok nimewahi kuona mito ambayo iko na maji inafanana na strungi. Hiyo strungi ndio huingia huwa ina login kwa meno ya mtu mpaka inageuka dark brown. Lakini sasa watu wanadanganywa kwamba sodium fluoride itafanya meno yote ikuwe nyeupe kwa sababu meno ya brown na kasoro. Meno ya brown haina kasoro. Sasa hiyo ni sababu tu ya kuweka sodium fluoride kwa maji na kwa dawa ya meno, ati meno ikuwe nyeupe zaidi. Lakini chanzo cha kuweka sodium fluoride katika maji na dawa ya meno ni kuwafanya muwe watu wajinga, roho zenyu zikufe, msikuwe na roho. Hata saa hii hakuna watu wako na roho saa hii. So wamekunywa maji ya chlorine na sodium fluoride kuanzia nasari. Na sijasema ati roho iliisha, lakini sodium fluoride inapunguza nguvu za roho, na roho inaishi ndani ya pineal gland. Pineal gland ni kitu iko katikati ya kichwa, kitu kama kama sijui inaitwa sijui inaitwaje kwa kimini, sio dengu, lakini ni kama ile kitu, ile minji yenye imekauka, ni kitu kama hicho. Ndio unasikiaga watu wengine wanatukana wenzao ati we, mtoto akisoma sema we ni kama uko na kamawe kwa kichwa. Kila mtu ako na kamawe, na hapo kamawe kanaitwa pineal gland, na hiyo ndio huwa inakuwa charged, alafu mtu anakuwa na roho. Na kitu ambacho kinaongeza charges kwa pineal gland ni nywele. Watu wenye wako na rasta wanakuwaga na nguvu kama Samson, kwa sababu areal ya kuvuta nguvu kwa pineal gland iko kwa nywele, na ndio maana wale Jomaria wengi walikuwa na nywele. Na hata hivyo wale watu ambao wako na nywele nyingi huogopewa kwa sababu wako na extra power. Na hiyo extra power ni kama stima, ni kama ya redio ama ni kama ya simu.
Hiyo nguvu ambayo iko kwa nywele pia iko na uwezo wa kuchunga nguvu ama kupunguza nguvu za magonjwa katika mwili ya binadamu. Kwa hivyo mimi nawahimiza Walejo Maria, jaribuni sana kufunga kwa sababu ya afya yenu, na mfanye urafiki ili pia mfanye urafiki na Mwenyezi Mungu Baba. Kufunga kunaondoa cells ambazo zimechoka katika mwili wako. Saa zile umekosa kula kitu, cells ambazo zimechoka zinaanza kuondoka kwa haraka katika mwili wako, alafu mwili unakuwa una rejuvenate, unakuwa fresh. Na mambo ya kutembea mguu tupu ni faida kwenu Walejo Maria. Inacharge mwili wako, yani haichaji mwili wako, lakini inaondoa bad charges kwa mwili wako, kwa sababu mwili wa binadamu uko na stima, na hiyo stima inafanya kazi vizuri zaidi ikichanganyika na chumvi. Kwa hivyo chumvi sio kitu kibaya, kitu kibaya ni sukari. Chumvi sio mbaya. Walejo Maria wa kitambo, mkikumbuka vizuri, dawa ya lejo ilikuwa inawekwa chumvi. Tulikuwa tunakunywa dawa asubuhi, mimi nikiwa mtoto tulikuwa tunakunywa dawa ambayo imewekwa chumvi. Kwa hivyo mimi mara nyingi najaribu sana kusitiza Walejo Maria, maji moto ni dawa, mkae mkijua hayo. Ya pili, tujikaze. Huu ni wakati wa kufunga, kila mtu ajaribu kufanya awezavyo ili afunge. Wale ambao wanafanya kazi nzito, najua mko na shida kwa sababu lazima mle ugali asubuhi, lakini kufunga pia unaweza funga, kwa sababu hata kama unafanya kazi ngumu, ile ugali unakula asubuhi huwa inaanza kufanya kwa mwili wako saa 8. In fact, hii asubuhi unakuwa na usingizi, unaanza kazi ukiwa umechoka. Kama wewe ni mtu wa mkono, mnagombana na fundi kila saa na kuambia unalala. Kwa hivyo chakula ambacho umekula kinaanza kufanya kazi baada ya kitu kama masaa 6 ama 10 ndio kitaanza kufanya kazi. Kwa hivyo ukiamka asubuhi, ile sapa ulikula inakuwa ishakuwa program kukusaidia kuanza siku hadi saa 8 hivi, ama kidogo sana saa 5. Ningependa kuwakumbusha kwamba baada ya Passion Sunday tutakuwa na Sunday ya matawi, na Sunday ya matawi huwa tunazunguka na matawi, na matawi yale matawi ya mwaka jana tumeshayachoma. Wakati huu unaona hatuna matawi kanisani, hakuna matawi, tushayachoma. Kwa hivyo Palm Sunday ni ile Sunday nyingine itakayokuja. Hii Sunday inayokuja ni Passion Sunday, Sunday ya mateso. Ile itakayokuja ni Sunday ya matawi. Leo tunakumbuka siku ambayo Yesu alifanya muujiza kwa kugeuza mikate 5 ikalisha wanaume 5,000 na samaki 2, na kila mtu alipata samaki. Kama wanaume walikuwa 5,000, inamaanisha wanawake walikuwa 7,000, kitu kama 7,500 hivi. Hao ni watu 12,500. Alafu ongeze watoto nao huwa 2/3 ya watu wote. Watoto tunaweza sema pengine walikuwa kitu kama 10,000. Ongeza kwa hao ni watu 20,000 na 22,500 kutoka kwa mikate 5 na samaki 2 wakashiba. Sasa hivyo vitu vilitoka wapi? Mimi naamini kwamba hivyo vitu hakuna mahali vilitoka. Yesu ndiye aliyegeuka mikate, watu wakafanya nini? Wakala, na huo mkate ndio huu ambao tunakula kila siku katika altari siku ya Jumapili na siku nyinginezo tunapofanya misa, tukikumbuka history ya Yesu. Na misa ni drama ya Yesu. Ningeweza kukumbusha kwamba Bishop atazunguka mwezi wa 5 kuanzia tarehe 26, atakuja kwa hii kanisa yetu, na inafaa tufanye maandalizi ya kumpokea Bishop. Msilete siasa. Nyinyi mjiandae vile mtakavyo karibisha Bishop, kwa sababu hizo ni vitu ambazo Baba mwenyewe alisema zifanyike. Kaka Bishop Lure kanisa. Bishop kuzunguka makanisa na padri kuzunguka maboma za Wakristo. Na hiyo sherehe hufanyika wakati wa Ifani, ambapo padri anabariki maboma, mali na watoto wa Wakristo. Huvaa kota na stole na kubariki wale ambao amewapata hapo, na huwa anapewa zawadi. Sasa
hapa padri azunguki, na sio hapa tu, makanisa mengi mambo ya padri kuzunguka maboma bado iko nje kidogo, haijaeleweka, ama hata watu hataki kuelewa hayo, lakini mjue ni mfumo wa kanisa padri kuzunguka katika maboma ya watu. Wale walio wa Katoliki hufanya hivyo. Alafu sasa ni wakati wa bishop kuzunguka. Mwezi wa 5 ni wakati wa bishop kuzunguka kila mission, kukagua maendeleo na hali ya kanisa ilivyo, na mje na zawadi mpe. Ukiwa na duvet, ukiwa na viatu, ukiwa na chochote, ukiwa na ng'ombe, hata gari, kile ambacho umeona unaweza kumpea bishop, unaweza mpea ili ubarikiwe, na kanisa lazima ifanye maandalizi. Nilikuwa nimewaambia mbeleni kwamba tuko na bishop mzito, na sio huyo tu, nafaa tuwe tumejiandaa mapema. Viti za plastiki haziwezi sabu watu wote kanisani. Kwa hivyo nilikuwa naomba tuwe na kiti cha bao ambacho kinaweza tumika na watu ambao ni heavyweight, ama kiti ambacho kinaweza tumika na watu kwa jumla. Kiti kama hiki ni kiti kizuri, ni standard, na ingekuwa vizuri tuwe na viti kama hivi katika nyumba ya padri, ili hata wageni wazito wakija waweze kukaa kwa amani. Ningependa pia kuwakumbusha mjue hii kanisa iko katika njia ya maji. Huyu jirani wa kwetu, jirani wa upande huu akijenga nyumba atafungia maji, na itabidi maji ipite katika jikoni ya walejo. Kwa hivyo inafaa tupige hesabu tunapojenga, tujenge tukijua kuna njia ya maji kando ya kanisa, na tujue pia huyu jirani akijenga atafunga maji, kwa sababu tunategemea njia ya kupita hapa, na mjue hii ni ploti ya mtu mwingine. Kwa hivyo dawa ni kununua hiyo ploti, ama tukate njia ya maji ipite kwetu hapa. Lazima tujipange, sijasema tukate mtaro hapa, lakini lazima tukae tukijua kwamba hata tukijenga, tujenge tukijua saa yoyote maji hutoka huko kwa booster ikipita hivyo. In case mtaro wa barabarani uzibe, tutakuwa na shida. Kwa hivyo hiyo hesabu lazima iwe katika akili yenu, katika mipango yote ya maendeleo ya kanisa. Tutaendelea mbele na misa, na Mungu awabariki. Yes.